Timu ya FC Bomet imepanga kubaki na kikosi chake kilichofanya vizuri katika msimu wake wa kwanza kwenye ligi kuu ya Kenya FKF Premier League. Kocha mkuu Sami Pamzo Omollo amethibitisha kuwa mabadiliko yatakuwa machache sana kwenye dirisha lijalo la usajili. Ametaja nafasi za kuimarisha msimu ujao ikiwemo nafasi ya kipa, safu ya ulinzi pamoja na ushambuliaji ili kuongeza ushindani zaidi msimu ujao. Kocha Omollo ambaye ana uzoefu mkubwa katika soka la Kenya amesema wachezaji wake wanastahili nafasi nyingine ili kuendeleza kazi nzuri walioanza msimu uliopita. Na nikiripoti Ulimwengu wa Michezo, niite Joseph Amboka. Jumuiya ya wanasheria nchini Kenya LSK imepinga wito wa kuahirishwa kwa uchaguzi mdogo wa ubunge wa Ol Kalou kutokana na madai ya ukiukaji wa sheria wakati wa kampeni. LSK inasema wapiga kura hawapaswi kunyimwa haki yao ya kuchagua kiongozi kwa sababu ya vitendo vya wagombea au washirika wa kisiasa. Rais wa LSK Charles Kanjama amesema tume ya huru ya uchaguzi na mipaka IEBC pamoja na taasisi zingine husika zinapaswa kuchunguza na kuadhibu wale wanaohusika na makosa ya uchaguzi badala ya kuahirisha uchaguzi huo. Jumuiya hiyo imeeleza wasiwasi kuhusu madai ya kuhongwa kwa wapiga kura, matumizi mabaya ya rasilimali za umma, vitisho na vurugu wakati wa kampeni. LSK inataka IEBC kutekeleza sheria za uchaguzi kwa haki na kuhakikisha kuwa hakuna mtu aliye juu ya sheria. Na hapo ndipo nahitimisha habari ya Radio Taifa. Niite Joseph Amboka. Timu ya taifa ya wasichana chini ya umri wa miaka 17 Harambee Junior Starlets wanapambana na Afrika Kusini Jumapili hii Julai 12 kwenye uwanja wa kitaifa wa Nyayo hapa jijini Nairobi kwa mchezo wa marudiano wa kufuzu kombe la dunia. Baada ya Facebook na Velo Mabua kuwapa ushindi wa mabao 2-0 kwenye mechi ya kwanza kule Pretoria, kocha mkuu Mildred Cheche amesema wasichana wanajiandaa vizuri kwenye mechi ya Jumapili na kuwaomba mashabiki kujitokeza kwa wingi. Mbunge wa Yala Winnie Odinga amewasihi wa Kenya wajaze uwanja wa Nyayo kusherehekea wasichana hawa shupavu. The Junior Starlets are literally one game away from the FIFA Under-17 World Cup. So this Sunday, let's fill up Nyayo Stadium, bring the noise, bring the vibes, grab your buddy, get dressed in your Kenyan colors and meet us at Nyayo Stadium on Sunday the 12th of July. Na nikiripoti Ulimwengu wa Michezo, niite Joseph Amboka. Mpira unadunda na jukwaa linawaka moto. Karibu kwenye jiwe cha spoti. Kocha mkuu wa timu ya FC Bomet Sami Pamzo Omollo ametangazwa rasmi kuwa mshindi wa tuzo la kocha bora mwezi wa Aprili katika michuano ya ligi kuu ya soka nchini Kenya FKF. Omollo amepata tuzo hii kubwa baada ya kufanikisha kubadilisha timu matokeo Omollo amepata tuzo hii kubwa baada ya kufanikisha kubadilisha kabisa matokeo ya timu yake ya kuwatoa Omollo amepata tuzo hii kubwa baada ya kufanikisha mabadiliko Omollo amepata tuzo hii kubwa baada ya kufanikisha kubadilisha kabisa matokeo ya timu yake na kuwatoa kwenye mstari hatari kushuka daraja. Omollo amepata tuzo hii kubwa baada ya kufanikisha Mpira unadunda na jukwaa linawaka moto. Karibu kwenye kijiwe cha spoti. Kocha mkuu wa timu ya FC Bomet Sami Pamzo ametangazwa rasmi kuwa mshindi wa tuzo ya kocha bora wa mwezi huu wa Aprili. Katika michuano ya ligi kuu ya soka nchini Kenya FKF, Omollo amepata tuzo hii kubwa baada ya kufanikiwa kubadilisha kabisa matokeo ya timu yake na kuwatoa kwenye mstari hatari wa kushuka daraja. Alifanya mageuzi haya makubwa kwa kuingiza mfumo mpya wa uchezaji mwenye nidhamu ya hali ya juu na mbinu kali uwanjani. Hatua iliyomrudisha kocha huyo na timu yake ari ya ushindi na kuwapa mashabiki furaha kubwa mwezi uliopita. Na tukielekea kule nchini Uingereza, kocha wa Manchester United Michael Carrick mwenye umri wa miaka 44 anatarajiwa kupewa mkataba rasmi na wa kudumu kuwa meneja mkuu kwenye makao makuu ya klabu hiyo jijini Manchester. Taarifa hizi zimesambaa kwa wingi siku ya Jumatano baada ya viongozi hawa Taarifa hizi zimesambaa kwa wingi siku ya Jumatano baada ya viongozi wa juu wa klabu kuvutiwa sana na utendaji wake wa kazi uliorudisha heshima ya timu. Carrick alichukua matokeo mbaya Carrick alichukua usukani wa timu mwezi Januari kama kocha wa dharura baada ya Ruben Amorim kufukuzwa kwa matokeo mabaya.
Carrick amefanikiwa kurekebisha ari ya wachezaji na kushinda mechi muhimu hivyo Carrick amefanikiwa kurekebisha ari ya Carrick amefanikiwa kurekebisha ari ya wachezaji na kushinda mechi muhimu hivyo kuiweka timu hiyo tiketi ya kurudi kwenye michuano mikubwa ya ligi ya mabingwa Ulaya UEFA Champions League. Carrick amefanikiwa kurekebisha ari ya wachezaji na kushinda mechi muhimu hivyo kuikatia timu hiyo tiketi ya kurudi kwenye michuano mikubwa ya ligi ya mabingwa Ulaya UEFA Champions League. Kwingineko ni kuwa miamba wa soka nchini Ufaransa Paris Saint-Germain chini ya kocha Luis Enrique wametua rasmi ubingwa wa ligi kuu ya Ufaransa kwa mara ya 5 mfululizo. PSG ilikamilisha kazi hii ngumu siku ya Jumatano jioni ugenini dhidi ya klabu ya Lens. Ushindi huu umewapa pengo kubwa la alama 9 kileleni mwa jedwali. Ushindi huu umewapa pengo kubwa la alama 9 kileleni mwa jedwali. Kwingineko ni kuwa miamba wa soka nchini Ufaransa Paris Saint-Germain chini ya kocha Luis Enrique wametajwa rasmi ubingwa wa ligi kuu ya Ufaransa kwa mara ya 5 mfululizo. PSG imekamilisha kazi hii ngumu siku ya Jumatano jioni ugenini dhidi ya klabu ya Lens. Ushindi huu umewapa pengo kubwa la alama 9 kileleni mwa jedwali, alama ambazo haziwezi kufikiwa na timu yoyote msimu huu. Walipata mafanikio haya makubwa baada ya kuichapa Lens mabao 2-0 kupitia goli la kwanza la mshambuliaji Vicha Vasquez na goli la pili kijana Ibrahim Mbaye na hivyo kujihakikishia ubingwa. Walipata mafanikio haya makubwa baada ya kuichapa Lens mabao 2-0 kupitia goli la kwanza la mshambuliaji Vicha Vasquez na goli la pili la kijana Ibrahim Mbaye na hivyo kujihakikishia ubingwa zikiwa zimesalia mechi moja. Walipata mafanikio haya makubwa baada ya kuichapa Lens mabao 2-0 kupitia goli la kwanza la mshambuliaji Vicha Vasquez na goli la pili kijana Ibrahim Mbaye na hivyo kujihakikishia ubingwa zikiwa zimesalia mechi moja kukamilisha msimu. Hapo ndipo natamatisha ulimwengu wa spoti. Niite Joseph Amboka.